أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uhali gani, habari gani wewe mwana Afrika Mashariki, nawe ambaye watusikiliza popote pale ulipo au ambaye watutazama popote pale ulipo, sina budi ya kukaribisha katika kipindi hichi maalum kinachokwenda kwa jina la Nafsi. Ikiwa wewe ni mdau mkubwa wa channel hii au kituo hichi cha Khairati TV, basi utaweza kuwa umefahamu siku zilizoisha iliweza kuwafahamisha kwamba nitakuja na kipindi maalum kinachoitwa Nafsi. Nikukumbushe tu kwamba matangazo haya yapata moja kwa moja kutoka hapa Phoenix, Arizona, ikiwa ndio makazi makuu ya kituo hichi au channel hii ya Khairati TV. Mtangazaji wenu na mtayarishaji wa kipindi au vipindi hivi ni mimi Khadija binti Hassan. Basi sina budi ya karibisha, karibu na jiunge nami, usinyanyuke, usibanduke mpaka pale nitakapotia nanga. Basi sina budi ya kuweza kuanza rasmi kipindi chetu. Ni kama watu wawili, mmoja humuoni, mmoja ndo wewe. Yule usiyemuona ndo nafsi yake, ambaye anakuambia unamsikia, ni kama anapitisha maneno katika roho yako, hiyo nafsi. Sasa hivi unanisikiliza, inaweza kuwa ndani ya akili yako kuna mazungumzo, lakini wewe huyasemi, yanasemwa na huyo alokuwa pamoja nawe wewe, ambaye ni wewe, lakini sasa hivi sisi hatumuoni, tunakuona wewe peke yako. Sasa huyo alokuwa pamoja nawe ni nafsi. Kuna hadithun bainaka wa baina, mazungumzo yanapita. Na dalili ya hiyo, mara nyingine utaona mtu anajiuliza mwenyewe alafu anajijibu mwenyewe. Mmoja anamwambia nenda, mmoja anamwambia usiende. Mmoja anamwambia tenda, mwingine anamwambia usitende. Mmoja anamwambia simama uende zako, anamwambia subiri. Mmoja anamwambia kula, anamwambia usile. Mmoja anamwambia funga, anamwambia usifunge. Safiri, usisafiri. Kubali, usikubali. Siraa, kila siku kuna vitu hivi katika moyo wako. Inatuhusu sisi wenyewe. Nafsi. Naweza kusema nini kuhusu nafsi? Inajumuisha matatizo yote tunayopata katika ulimwengu wetu. Nafsi imejaa majisifu, kibri, majivuno, haki, wivu na ushindani. Hii ndiyo nafsi ambayo ni lazima tuichunge. Hizi ndio tabia za kinafsi ambayo sote tunazibeba, na wengi tunateleza kwa sababu bado hatujajua kuzitibu hizi nafsi na magonjwa haya. Na nafsi zinabeba maradhi mengi sana, ndio mahala pa maradhi hasa. Ukisikia hasad ujue imo ndani ya nafsi. Ukisikia kibri ujue ndio imo ndani ya nafsi. Ukisikia chuki imo ndani ya nafsi. Hii nafsi hii ni mahala ambapo panatulia vitu vingi mno, vinatulia pale. Nafsi ni kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa maalum iliyopewa wanadamu. Tuna tamaa ambazo zinaweza kutumika kwa uzuri au kwa ubaya. Tunadhibiti nafsi zetu, lakini mara nyingi inaweza kutuzuia. Haya ndiyo mapambano tunayokabiliana nayo. Ni kipengele kinachoweza kutupeleka mbali na nafsi zetu, mioyo yetu na nafsi zetu za ukweli, au kutuleta karibu na Mwenyezi Mungu na dhati yetu. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nafsi iliumbwa kabla ya kuumbwa kwa wanadamu. Huko nyuma, wakati wa Adam, Mwenyezi Mungu alitoa nafsi kwa kila mtu kama ilivyotajwa ndani ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliifanya kila nafsi kushuhudia kuwepo kwake, akiambia kila nafsi, je, mimi si Mola wenu? Wote wakajibu naam, tumeshuhudia. Huku ni kumzuia yeyote asidai siku ya Kiyama kuwa hawakumjua Mola wao. Kila mmoja wetu anayo nafsi kabla ya kuzaliwa, akimshuhudia Mola wetu mlezi na muumba wetu. Ingawa atuhisi uhusiano huu kwa nguvu sasa hivi, ndio sababu tuna kitu kinachoitwa fitra, mwelekeo wa asili wa kuelewa asili yetu ya kibinadamu. Mwelekeo huu unatuongoza kuuliza, nilitoka wapi? Kwa nini niko hapa? Na kwa nini mtoto mdogo anahisi ukaribu na wazazi wake? Maswali haya yanatokea kwa sababu tunatafuta kuelewa kusudi letu. Tunapotatizika kupata majibu, vitu vinavyokengeusha fikra kama vile filamu, muziki na burudani hutuzuia tusiwaze mawazo haya mazito zaidi. Tunaipuka kufikiria kifo na kusudi letu, tukiendelea na maisha kana kwamba tuliumbwa ili tuwepo na tufe. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala alizungumza kwa kiasi kikubwa kuhusu nafsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiumba na kuiweka kwa Adam, na kutoka kwa nafsi ya Adam akamuumba mkewe Hawa. Tangu wakati huo nafsi imetolewa kwa kila mtu mpya aliyezaliwa. Tumeunganishwa na asili
kuzifuatilia nafsi zetu. Kwa mujibu wa Qur'ani kuna nafsi aina tatu. Nafsi ya kwanza ni nafsul ammaratu bisu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii katika surati Yusuf, anasema wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsi ya pili inaitwa nafsi al-lawama. Nafsi al-lawama ni nafsi ambayo inakulaumu wewe kila wakati, inakulaumu na inakulaumu upande wote mbili. Ukifanya mema inakulaumu kwa mema uliyofanya, na ukifanya maovu vile vile inakulaumu. Hii nafsi hakuna atakayejua hii nafsi kwamba ni hatari katika maisha yake isipokuwa mtu ambaye ameisoma dini kisha akawa mcha Mungu. Kama ukusoma dini, kupotea ni rahisi sana. Nafsi ya tatu, ndugu zangu Waislamu, na hii ndio nafsi ambaye kila Muislamu intakana amuombe Mungu amjalie awe miongoni mwao, inaitwa nafsul mutmainna. Hii ni nafsi iliyojituliza katika sheria ya Mola wake na kutii amri ya Mola wake na kuacha makatazo ya Mola wake. Hii nafsi imetulia, ya ayyatuha nafsul mutmainna, imejituliza katika taa. Kila mara inafikiria mimi nitamridhisha Mwenyezi Mungu kiasi gani, nitafanya ibada wakati gani, nitatekeleza jambo fulani ya kheri ambayo inamridhisha Mungu wakati gani. Anakaa yuko kazini, yuko nyumbani, anafikiria time ya swala itafika saa ngapi, leo sijasoma Qur'ani jamani, nitasoma saa ngapi, leo sijatoa sadaqa, leo sijamjulia fulani hali. Akitembea barabarani anaiona hii dunia si chochote, si lolote kwake, haimbabaishi. Hii ndio nafsi iliyojituliza. Kubadilika kulingana na jinsi tunavyochagua kuifuga. Kila mmoja wetu anayo nafsi, ima iliyosafishwa au isiyosafishwa. Baadhi ya watu wanafanya vitendo vya kikatili kwa sababu wameshindwa kuzifuga nafsi zao na badala yake wamekubali misukumo yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja ndani ya Qur'ani kwamba nafsi inaweza kuwa mbaya kiasi kwamba hakuna mipaka kwa kiwango cha upotovu wake. Kinyume chake, nafsi pia inaweza kupata haki na utakaso na kuipandisha kwenye safu za malaika. Uwajibikaji huu ni muhimu. Nafsi zetu zitakuwa na jukumu muhimu katika kuamua hatima yetu. Kimsingi ni sehemu yetu. Mtu anayejitambua aliyeundwa kwa kujitegemea na nakili iliyotolewa kwa sisi sote. Siku ya Kiyama nafsi itafufuliwa na kuulizwa kila kitu ilichofanya au kutofanya. Nafsi inapoongoka, mwili husema ukweli. Inaweza kudai sikufanya hivyo au sikuangalia hilo, ikakanusha makosa yake. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajibu, kitabu chako cha matendo kinapingana nawe. Nafsi italeta udhuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema, leo nitaziba vinywa vyao kwa kuwa mikono yao itashuhudia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba baba yetu Adam, kisha akaipulizia mwili nafsi, na hapo ndipo alipoamuru malaika wamsujudie. Na baada ya hapo Mwenyezi Mungu ametutajia kwamba sisi wanadamu tumekuja katika ulimwengu, lakini tuna adui yetu ambaye ni adui wa zama tangu na tanga. Jina lake huyo anaitwa Iblis. Yeye alikuwa ni adui wa baba yetu Adam kabla ya kuja kuwa adui wetu sisi. Katika suratul A'raf Allah anasema, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lilmalaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Qala, Mwenyezi Mungu alimuuliza Iblis baada ya kutoa amri, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, kwa nini hukusujudu nilipotoa amri? Iblis akasema, ana khairun min, mimi ni bora kuliko huyu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mazungumzo haya yaliendelea mpaka Iblisi akalaaniwa, akafukuzwa katika rehema ya Mungu, na yeye akatoa ahadi kwa fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, kwa sababu mmenipoteza na ukanilani, nitahakikisha na hawa nawapoteza wanadamu na watapotea katika njia ya sawa. Allah akamwambia, yeyote atakaye kusikiliza na kukufuata miongoni mwa hao wanadamu, basi nitakuandalieni mahala penu panaitwa Jahannam, mtaishi huko milele. Mwanadamu thamani yake kubwa ni nafsi. Hii hukupa thamani hata unapofariki. Watu hutoa heshima mbalimbali wakijua huyu alikuwa fulani na hakuwa hivyo hivyo tu, bali ni sababu ya nafsi. Nafsi inaunganisha mahusiano ya kiroho na pia mahusiano baina ya wanadamu. Hivi haijawahi tokea umekutana na mtu fulani na ghafla tu mkahisi kama mnajuana au kama mmeshawahi kufahamiana. Hizo ni nafsi mbili zilijuana kabla ya kuja duniani.
Nafsi humpelekea mwanadamu kuyumba katika baadhi ya misingi au misimamo, ikiwa tu kama atafata matakwa ya nafsi inavyotaka. Nafsi haiondoki kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Nafsi haiondoki kwa kusujudu, wala nafsi haiondoki kwamba Qur'ani imesomwa itakimbia. Anayekimbia ni ibilisi tu. Unakuta kwamba a'udhu billahi umezipiga hata 10, lakini bado kuna kitu kinakwambia endelea, alafu utatubu baadaye. Inna Allah ghafurur rahim. Mungu ni mwingi wa msamaha. Leo tu peke yake, kesho utaendelea kama kawaida. Yaani vitu vinakuja vinakupa moyo. Hiyo ni nafsi. Kumbuka, inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu, Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, ili kushinda mikiki ya nafsi. Mtu kuirekebisha nafsi yake ni mpaka ipatikane taufiki ya Mwenyezi Mungu. Uirekebisha nafsi yako wewe na mimi, si kwa sababu ya elimu yako uliokuwa naye wewe, wala si kwa sababu ya utajiri uliokuwa naye, wala nguvu uliokuwa nazo. Ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyathibitisha haya katika surati Ar-Ra'd aya nambari 11. Anasema kwamba yeye ndo ambaye anayebadilisha hali za watu, lakini ameweka sharti moja tu, lazima utekeleze sharti hiyo, ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye aweze kukuweka mahali pazuri. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha hali za watu, akaweka sharti hapa ni hatta, mpaka watu wenyewe wasibadilishe hali zao. Na hii inakwenda upande wote mbili, upande wa shari na upande wa kheri. Wewe leo ukiwa ndani ya kheri, Mungu hawezi kuibadilisha hii kheri ambayo uko ndani yake wewe, mpaka wewe mwenyewe uamue kuibadilisha iwe shari. Na ikiwa umo ndani ya shari na maasi na kila aina madhambi, Mungu hawezi kuibadilisha hali hiyo mpaka wewe mwenyewe uamue, sasa bana, mimi imefika wakati wa kurekebisha uhusiano wangu na Mungu wangu. Nafsi hujaribiwa katika vitu vingi: mali, watoto, wake, waume, afya, hofu ya maisha na hofu ya mahusiano. Ni kiungo dhaifu ambacho hakitaki mchezo. Ndipo pale tukaambiwa hakuna jihadi kubwa kama jihadi ya nafsi. Nafsi huingiwa na hofu pale inapowaza nje ya mipaka. Nafsi huchafuka pale inapojihusisha na vitu ambavyo havistahiki. Nafsi wakati mwingine hushindwa kuvumilia mikiki na misukosuko, na hatimaye wengine kupoteza nguvu, ujasiri, imani, na wengine kupoteza maisha yao. Ikiwa Mungu ametupitisha katika ibada mbalimbali hapa nyuma na bado mengine yanatusubiri hapa mbele, tunafaa kujisafisha mbele ya Mungu kiasi gani? Ahmiyatu tazkiyatun nufus, umuhimu wa kila mmoja wetu kuisafisha nafsi yake kila wakati. Usiwe wewe Muislamu tabia zako mbovu ni zile zile, ibada zako za tabu ni yale yale, miaka nenda miaka rudi. Kila mara jitahidi kadri ya uwezo kurekebisha uhusiano wako na Mungu wako. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akatupitisha katikati hapa katika khairi nyingi, na khairi nyingi bado inatungojea mbele katika maisha yetu, kwa maana ya kwamba mimi na wewe tunafaa kuwa katika hali kama hiyo mbele ya Mungu. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. Hii ndio nafsi. Mpenzi msikilizaji, nadhani mpaka sasa utakuwa umeweza kufahamu nafsi. Kipindi hichi kilikuwa ni maalum, na namuomba Mwenyezi Mungu aweze kunisamehe pale nilipokosea na nilipopatia si kwa ujanja wangu, bali ni kwa utukufu wake. Nikushukuru sana wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji ambaye umeweza kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa nafikia tamati. Sina budi kukaribisha katika vipindi vijavyo. Endelea kufuatilia matangazo au vipindi vijavyo katika kituo hichi au channel hii ya Khayarati TV. Ulikuwa nami Khadija binti wa Hassan. Sina budi ya kutakia siku iliyokuwa njema yenye mafanikio na baraka tele, furaha na bashasha vitawale kwako, na tukutane tena nyakati nyingine, na sina budi ya kusema masalama. يا رب يوم الندايا يا